kuwa amezaliwa na zawadi aliyonayo, lakini sasa inakuja katika mwendelezo sasa maisha ndio yanachagua. Tukiwa kule shule ya msingi, sekondari pamoja na vyuo, tulikuwa tunaambiwa ukitaka kufanya mtihani, mwalimu anakupa mtihani anakwambia kwamba huu mtihani una maksi 100, kwa hiyo ni jukumu lako kuanza kuzipunguza. Tunaelewana? Au mtu mwingine anasema mimi bwana, ndoto yangu nilikuwa rubani kabla sijarogwa. Kwa hiyo mazingira ndio yanaweza kutufundisha zaidi kwa viongozi wazuri ama kwa viongozi wabaya au kwa viongozi wa kawaida. Ni kutokana na nini? Na mazingira. Na mazingira ni sisi wenyewe, kwamba unakutana na watu wapi. Siku moja kwa mkoa wa Katavi, Mr. Makongoro, kama mtakuwa nafuatilia kwa miaka mitatu minne iliyopita, ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya mama yake. Kwa hiyo walifanyia pale Mikocheni, aliongea kwamba yeye alikuwa anatolea mfano wa Rais Mwinyi wa Zanzibar, kwamba yeye amezaliwa, yeye na Mwinyi wamezaliwa katika familia nzuri, katika familia bora, lakini alipokuja kufika huko ukubwani akaanza kuona mauzauza. Sasa yeye alipokuja kwa kusema kwamba hawalaumu wazazi wake kwa sababu walikuwa ni watu wema na walikuwa wazuri tu. Baada ya kumwona Rais Mwinyi ukubwani mambo yake yamenyoka, lakini mambo yake yeye yanamauzauza. Ni Makongoro Nyerere alikuwa anasema, na akamalizia kusema mauzauza wote. Sasa ndio hiki kitu nataka kukiunganisha hapa, ni kwamba kila mmoja ana kalama ya uongozi anapokuwa amezaliwa. Na nilitangulia kwa kusema kwamba uongozi sio tu lazima umevaa suti ama uko sehemu fulani. Uongozi ni uongozi tu. Nishaona wale wanachunga ng'ombe kule, unaweza ukashangaa jamaa anatangulia mbele alafu ng'ombe wako 100 kule nyuma wanakafuata. Wenzangu wakandaziwa wanaweza kuwa wanafahamu hicho kitu, si ndio? Sasa yule ni kiongozi, amewatrain wale ng'ombe na wao wakafanyaje? Wakajikubali. Na anapita kabisa, unaweza kukuta huko kuna shamba katikati kuna njia, lakini ng'ombe haingii kwenye nini? Kwenye zizi. Sawa? Sasa kila mmoja ana kalama ya uongozi. Ukiitwa kiongozi usikatae. Hata kwenye familia yako wewe ni kiongozi, si ndio? Popote pale ulipo wewe ni kiongozi. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kutolea ufafanuzi nini maana ya uongozi katika nadharia mbili ambazo tumeziongea, kwamba kila mmoja anazaliwa ni kiongozi, lakini uongozi ni kujifunza katika mazingira. Ile ya kwanza ndio kubwa zaidi na hata hii ni kubwa zaidi. Na mimi kila mtu hapa huwa anasema mimi na uongozi wangu ni fulani, si ndio? Ukishajitambua kwamba wewe una roho, basi ni hayo mazingira yanakufanyaje? Yanakutambulisha kwamba wewe ni kiongozi, na uongozi wako unamfuata nani? Kila mmoja anakuwa na roho wake kwenye uongozi, si ndio? Leo utaona kwamba kuna watu ni viongozi wanatembea na fimbo hapa, sawa? Moja kwa moja utajua tu kwamba huyu alitamani kuwa kama Mwalimu Nyerere, si ndio? Na mifano mingi kutokana na wale ambao tunawatazama katika mazingira. Hiyo ndio nadharia ya uongozi katika mazingira. Nataka niongelee sasa, ukishakuwa kiongozi kuna mambo ya muhimu ambayo unatakiwa kuwa nayo. Cha kwanza, kiongozi unatakiwa kujikubali. Kiongozi unatakiwa kujikubali. Yaani ukiona kiongozi wewe kujikubali, nasema kwamba hapa hakuna kitu. Kwa sababu wewe kiongozi ni kioo, na usipojikubali wewe sio kiongozi. Tunaelewana kwenye viti, makatibu na waweka hazina wa mikoa yote ya Chama cha Mapinduzi Tanzania. Ukiwa kama kiongozi kwenye nafasi uliyoko,
unatakiwa kujikubali. Sawa? Kujikubali ni hali ya kujitambua, kujiheshimu na kujikubali ulivyo. Ukiwa na uwezo kukubali alivyo, akiwa na uwezo wake, mapungufu yake, uzoefu wake na mazingira yake, bila kujidharau wala kujiona bora kuliko wengine. Tunaamini tunawaongoza watu, si ndio? Sisi kama viongozi, unapokuwa umekaa umetulia, jaribu kujifanyia tathmini wewe mwenyewe, na katika kujitathmini huko uangalie, je, hizi tabia nilizonazo haziathiri watu wengine? Unanielewa? Haziathiri watu wengine. Kwa hiyo kiongozi unatakiwa kujikubali, yaani kujikubali na uangalie uwezo wako, lakini uangalie mapungufu yako, lakini pia na hata uzoefu katika mazingira. Huko ndio kujikubali. Kuna watu wengine wanajikubali mpaka wanapitiliza, si ndio? Tunatakiwa kwa kawaida tusijikubali sana mpaka inafika kipindi unaboa. Utakiwa kuwa na majivuno, si ndio? Mwingine akiwa anajikubali anajiona kwamba yeye ndio yeye, anakuwa ndio basi, leo nataka nikaonane na katibu, kwanza ukifika pale unaanza kutetemeka. Kwa hiyo kiongozi unatakiwa kujikubali, ujijue mapungufu yako ni yapi, ubora wako ni upi. Sasa uchague kipi natakiwa kwenda nacho ili watu wafanyaje. Tuseme hata kama kesho kwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, kujikubali kunamaanisha yafuatayo: kujua wewe ni nani kama fundi na kama kiongozi, kutambua una ujuzi gani wa kiufundi na wa kiongozi, kukiri pale unapohitaji kujifunza ama kusaidiwa, kujiamini kuongoza hata kama huna elimu ya juu lakini una uzoefu na maadili. Sasa wengine watachukua sisi ni mafundi, hatujasoma, labda tumesoma, lakini unatakiwa kujikubali. Sawa? Ujiamini hata kama huna elimu. Unanielewa? Kuna kitu watu wanataja inferior complex, yaani unajikuta mtu anajidharau yeye mwenyewe, na nikuhakikishie ukijidharau hakuna mtu atakayekuheshimu. Tunaelewana? Ukijidharau hakuna mtu anayekuheshimu. Kwa hiyo uwe na elimu, usiwe na elimu, wewe jikubali. Tunaona mifano mingi, tumeelewa, ya viongozi ambao wazuri na wana elimu, lakini ujitambue kama wewe ni fundi. Baba yako hapa ametoa somo akasema kwamba yeye mafundi mnatakiwa kwanza, mtakiwa kuwa na ile mlengo wa kidini, mlengo wa kisiasa na mambo mengine ambayo yanaleta mbele. Baba hapa alikuwa anamaanisha sana, leo wewe ni fundi, kazi yako kutangaza udini, tunaelewana, lakini labda wewe ni Muislamu, kesho kutwa kuna nani, kuna mtu Kristo anahitaji kujengewa nyumba yake, hata kufuata, kwa sababu na sisi tumeumbiwa binafsi. Sawa? Yaani kila mwanadamu hapa ni binafsi, lakini tunatofautiana kule nini, viwango vya huo binafsi. Kwa hiyo sasa hutakiwi kuwa hivyo, ili mradi usije ukawagawa wateja wako. Tunaelewana? Leo utashangaa wewe unajitangaza hapa, mimi ni CCM, mimi ni TLP, mimi ni nani. Kuna watu wanakuwa na uhasama sana, hata kuja. Tumeelewana? Kwa hiyo unatakiwa kuwa mtu. Tunamwona rais anaenda makanisani, si ndio? Tunamwona rais hata kama kwa Kristo anaenda msikitini, si ndio? Kwa hiyo utakiwi kuwa wa namna hiyo. Kiongozi asipojikubali, kwanza huwa na woga wa kufanya maamuzi. Huwezi kufanya maamuzi, kuiga wengine bila mwelekeo. Huwezi ukayafanya yaliyo mbele yako, kwa sababu utaiga, utakosa mwelekeo. Sawa?
kuwadharau na kuwaogopa wanachama. Sasa leo tunakuta pale mwenyekiti, labda mwenyekiti kutoka mkoa wa Singida anakutana na mwanachama kule, anajificha. Kwa hiyo tunatakiwa tujiamini sana katika utendaji kazi wetu. Tunaelewana? Jambo jingine ni kujisimamia. Jambo la pili, na mambo matatu tukimaliza naondoka. Kujisimamia. Kujisimamia ni uwezo wa kiongozi kujidhibiti, kupanga na kusimamia maneno yake, maamuzi yake, muda, fedha, hisia na majukumu bila kusukuma na kusimamiwa muda wowote. Yaani wewe kama kiongozi unatakiwa kujisimamia. Siku moja nilikuwa namwambia mtu mmoja kwamba mimi nikiwa kiongozi wa juu, wewe unanifuata kila siku, unaniletea malalamiko ya wale unaoongoza. Let's say mwenyekiti wa chama cha mafundi Tanzania kila siku analetea labda malalamiko na wanachama labda wa mkoa wa Ruvuma, kila siku malalamiko. Sasa tajiuliza, wewe ni nani hapo? Kama kiongozi unatakiwa kufanyaje? Kujisimamia wewe mwenyewe katika maamuzi, kujisimamia, lakini unajisimamia kwa kufuata miongozo, kanuni pamoja na katiba ya chama chenu. Lakini mienendo yetu sio. Sasa mimi leo ni kiongozi, labda nasema mimi ni kiongozi wa dini bahari, muumini wangu atakuta labda niko na imani hapa, niko nimekaa nacho kabisa, umenielewa? Niko na kibada nimekaa nacho, na mimi kitu tunasimama kanisani naambia tuache dhambi. Hivi hapo ndugu zangu mafundi mnachukuliaje? Utanichukuliaje? Sisi tunatakiwa kujisimamia. Unaona, katika maamuzi yako, katika hisia zako, katika muda wako, ujisimamie. Usiwe mtu wa kusukuma, usiwe mtu wa malalamiko. Kila leo unaenda kushtaki utakuona mfano. Kwa hiyo jisimamie na usimamie kwa kufuata nini? Katiba ya chama, miongozo pamoja na kanuni. Kwa viongozi wa chama cha mafundi Tanzania, kujisimamia kunajumuisha nidhamu binafsi, kuwahi mikutano, kutimiza ahadi, lakini usimamizi wa muda kati ya kazi za ufundi na majukumu ya chama. Tunaelewana? Sasa kuna wengine hapa ni mafundi wamepata uongozi, watakaa tu kusini. Sasa kwamba hatuendi kujenga, unatakiwa kujisimamia. Fanya majukumu ya chama, lakini fanya majukumu ya fani yako. Tunaelewana? Leo unajiita kiongozi wa mafundi, natamani nikukute pale unafanya ufundi, haijalishi ufundi wako ni upi, si ndio? Mlishawahi kusikia viongozi wa machinga, si viongozi wa bodaboda, si ndio? Mlishawahi kusikia? Siku moja mlisikia kule Kariakoo mtu anakuambia kwamba wengine hapa ni viongozi wetu, lakini sio wa machinga, lakini wengine labda ni mafundi, ni viongozi lakini sio mafundi. Sawa? Lakini sisi tunatakiwa kufanyaje? Kubalance sasa. Usikae tu ofisini, toka kafanya. Leo ukiona mwanachama wako huko pale unachimba, unajenga msingi, huko pale unachafuka, umejipaka wewe, unafanya na yeye atakuwa. Wale tunawekaga ni viongozi wa mfano ambao wanatafsiri maono, wanatafsiri malengo ya chama kwa vitendo. Tunaelewana? Leo ukiwa baba nyumbani, unajua kilimo ni uchumi wako, jitahidi majukumu ya baba yaweko nyumbani, lakini hakikisha unahudhuria shamba na watoto ili mradi wafuate. Leo ukiwa kiongozi wa chama cha mafundi, watu watakapokuona pengine unapiga vibarua vyako kule, sidhani kama mwanachama
atakuwa anafanyaje? Mwanachama ataendelea. Unaelewana? Yaani kwamba ujue kubalancisha majukumu ya kiofisi pamoja na yale ya nini, ya familia yako. Lakini kuna maadili, tunatakiwa kuwa na maadili. Kuna msemo mmoja watu wanasema fundi aliye mwaminifu ni fundi kinyozi tu. Hivi wako na kweli? Tunatakiwa kuwa na maadili, yaani tuwe na uaminifu, kuepuka rushwa, lakini tuwe wawazi na kuepuka migogoro ya mara kwa mara. Hayo ndio tunasema maadili. Katika kujisimamia, kiongozi unatakiwa uwe na maadili. Maadili yote ya kwako binafsi, kuna maadili ya jamii unayokaa, lakini kuna maadili ya nini, ya taifa. Chama cha Mafundi wewe, siku moja tulikuwa watu wanaweka nguzo, wale jamaa zetu wa TANESCO. Mpo mafundi umeme?